Sehemu ya kwanza. Kololo, usiku wa hofu. Usiku ulikuwa mzito juu ya jiji la Kampala. Anga lilikuwa limefunikwa na mawingu yaliyokandamiza mwezi, na upepo mdogo tu ndio uliosikika ukipiga kuta za majengo makuu yaliyosimama kimya pale Kololo, makazi ya kifahari ya Rais Idi Amin Dada. Hii haikuwa nyumba ya kawaida, ilikuwa ngome. Ukuta mrefu wa zege ulizunguka eneo lote, na juu yake waliketi askari wa ulinzi, wengine wakiwa na mitutu ya bunduki, wengine wakilaza macho yao kwenye giza lililozunguka. Lakini siku hiyo kulikuwa na tofauti. Kulikuwa na hisia nzito, kama ukimya wa kabla ya dhoruba. Kwa wale waliokuwa ndani ya kambi ya Kololo, macho yao yalishindwa kuficha hofu. Walihisi kuwa kitu kikubwa kilikuwa kimekaribia. Na kweli, mapinduzi yalikuwa yameiva. Saa ilipokaribia saa 3 usiku, milio ya kwanza ya risasi ilisika mbali kidogo katikati ya jiji. Kwa wengi waliokuwa ndani ya ikulu, ilikuwa kama alama ya kwanza ya kufichua maafa yaliyokuwa mbele yao. Risasi zilipiga anga kama radi ndogo, zikikatiza utulivu wa usiku. Askari walikimbizana kutoka kona moja hadi nyingine, wakitoa amri zisizoeleweka, wengine wakitupa risasi hewani, kana kwamba walikuwa wanapambana na kivuli kisichoonekana. Ndani ya ikulu, Idi Amin mwenyewe hakuwa mtulivu. Huyu alikuwa mtu aliyezoea kuonekana jasiri, mwenye nguvu na asiogopa. Lakini usiku huo, macho yake yalibeba mashaka. Alitembea hatua fupi ndani ya chumba chake cha siri, akifungua kidogo mlango kisha kuufunga haraka, akisikiliza kwa makini. Ndani ya moyo wake alijua kuwa hatari ilikuwa imefika karibu kuliko kawaida. Milio ya risasi ikazidi kukaribia. Wanajeshi wa Brigedia Charles Arube walikuwa wameshika njia, wakitembea kwa makundi makubwa kutoka barabara za jiji wakiingia kuelekea Kololo. Mipango ilikuwa wazi: kumtoa Amin madarakani kwa nguvu na kurejesha heshima kwa jeshi. Kwa miezi kadhaa, malalamiko ya wanajeshi yalikuwa yakiongezeka: mauaji ya kiholela, ukatili wa polisi wa kijeshi na upendeleo uliokithiri kwa makabila fulani. Arube alikuwa sauti ya matumaini mapya, na usiku huo aliamua kwamba damu lazima imwagike ili kuleta mabadiliko. Ndani ya ukuta wa ikulu, milio ya bunduki ikagongana na sauti za miguu. Askari wa Amin, waliozoea kutumia vitisho na mabavu kwa raia, walipata mara ya kwanza kukutana na jeshi lililokuwa na shauku ya kweli ya mapinduzi. Risasi zikasikika zikigongana na kuta za ikulu, vioo vikapasuka, na giza likapambwa na miale ya risasi iliyopiga hewani kama radi ya kifo. Katika sehemu moja ya uwanja wa Kololo, askari wa Arube walijipanga nyuma ya magari ya kijeshi waliokuwa wametwaa. Walipiga kelele za amri: endelea mbele, hakikisha mlangoni hamna askari wa Amin anayeishi. Risasi zikashushwa kwa kasi, na ukuta wa ikulu ukaanza kutikisika kwa mabomu madogo yaliyopigwa karibu na geti. Wakati huo huo, ndani ya jumba kubwa la kifahari, Amin alijifungia nyuma ya mlango mzito wa mbao uliopelekea chumba cha dharura. Alishika bastola yake ndogo mkononi, jasho likimtiririka usoni. Mara kadhaa alijaribu kuinua simu kuwasiliana na makamanda wake, lakini aligundua kuwa baadhi ya mistari ya simu ilikuwa tayari imekatwa. Kulikuwa na wakati wa ukimya wa kutisha, na hapo ndipo sauti ya kwanza ya askari wake wa ndani ikasikika: mzee, wamefika, wameingia ndani ya kiwanja. Amin hakutoa jibu. Alinyamaza, akitembea hatua 3 nyuma, macho yake yakikodoa upande wa dirisha dogo lililokuwa limefunikwa kwa mapazia. Kwa mara ya kwanza, yule dikteta aliyekuwa amezoea kutoa amri za kifo bila kutetemeka alionekana kama mtu aliyezingirwa na hofu ya kweli. Brigedia Arube naye hakuwa mbali. Akiwa mbele ya wanajeshi wake, alivaa suruali ya kijeshi iliyojaa vumbi na koti lenye alama ya cheo chake. Uso wake ulionyesha uthabiti wa mtu aliyedhamiria kufa kwa ajili ya mabadiliko. Alipiga kelele: leo ni mwisho wa udhalimu. Leo tunaiondoa serikali ya hofu. Wanajeshi wake wakapiga kelele za ujasiri, wakisukuma mbele na kusogea karibu zaidi na ukuta wa ikulu. Saa 4 usiku ilipowadia, mapambano yalikuwa yameingia hatua ya pili. Milio ya risasi haikusimama tena. Iligeuka kuwa muziki wa vita, mwangwi uliosikika katika kila kona ya Kampala. Raia waliokuwa wamelala mijini walishituka kutoka usingizini, wengine wakakimbia kuelekea nyumba za jirani kutafuta hifadhi. Kwao sauti ya risasi ilikuwa ni ishara ya mabadiliko makubwa, ama wokovu, ama kuzama zaidi kwenye giza. Lakini pale Kololo, muda ulikuwa unakimbia kwa kasi. Arube alijua kuwa dakika chache zilikuwa muhimu kuliko saa nzima. Ili kufanikisha mapinduzi, alipaswa kumshika Amin akiwa hai au kumwangusha papo hapo. Ndiyo maana alitoa amri ya kuvunja mlango wa kuingia ndani ya ikulu. Risasi zikaendelea. Mlango wa chuma ulio kwenye geti kuu ulipigwa na bomu dogo la mkono. Ukavunjika kwa kishindo kikubwa, na moshi mzito ukapanda hewani.
Askari wa Arube wakavamia kwa kasi, wakirusha risasi kila upande. Askari wa Amin walijaribu kusimama, lakini wengi waliteleza na kuanguka. Walikuwa wachache na waliokuwa wameshikwa na hofu. Ndani ya makao, Amin alisikia kishindo cha mlango kuu kuporomoka. Alijua kuwa muda wake ulikuwa finyu. Kwa mara nyingine alisogea karibu na mlango wa mbao aliokuwa nyuma yake, akijiandaa ama kupigana ama kukimbia. Hapo ndipo ukimya wa sekunde chache ulitanda, ukimya uliokuwa mzito zaidi ya milio ya risasi. Kisha mlango mdogo wa ndani ukavunjwa kwa mateke. Brigedia Arube mwenyewe akaingia, bunduki mikononi, macho yake yakimtafuta mtu mmoja tu, Idi Amin. Moshi mzito ulijaa ndani ukumbi wa kifahari wa ikulu ya Kololo. Vumbi na harufu ya baruti viliwafanya askari wengi kupumua kwa shida. Walikimbia kuingia ndani, wakitawanyika kando ya kuta, huku wengine wakifyatua risasi ovyo, wakihakikisha hakuna askari wa Amin anayebaki hai. Kelele za bunduki na vilio vya askari waliokuwa wakijeruhiwa vilichanganyika na mwangwi wa sauti ya Arube akiingia kwa ujasiri. Brigedia Charles Arube alisimama katikati ya ukumbi, mwili wake uking'aa kwa jasho na vumbi. Aliinua mkono wake juu na kupiga kelele, "Koman, tulieni. Huu ni mwisho wa udhalimu. Leo tunamtoa dikteta huyu. Hakikisheni kila kona imekaguliwa." Wanajeshi wake walienea kwa haraka, wakapiga hatua kuelekea vyumba vya ndani. Kila chumba kilifunguliwa kwa kishindo cha mateke na risasi, kila korido ikachunguzwa kwa makini. Lakini malengo yao yalikuwa mawili tu, kumshika Idi Amin au kumwangamiza. Katika chumba cha ndani kabisa, Idi Amin alisikia kila hatua. Alikuwa nyuma ya mlango mzito, ameshika bastola yake, akitetemeka kimya kimya. Moyo wake ulipiga kasi, mapigo yake yakisikika masikioni kama ngoma ya vita. Alijua kuwa wale waliokuwa nje hawakuwa wageni wa kawaida. Walikuwa ni wanajeshi waliokuwa tayari kutoa maisha yao ili kumwondoa. Kwa muda mfupi, Amin alikumbuka siku zake kama askari wa kawaida, akihangaika kwenye vita vya kigeni, akipanda ngazi taratibu hadi kufika kileleni. Lakini sasa alihisi kila kitu kikimponyoka kama mchanga mkononi. Hofu ya kifo, kitu ambacho kwa miaka mingi alikuwa anawatia raya na maadui zake, sasa ilikuwa imemshika yeye mwenyewe. Arube alifika mbele ya mlango wa chumba hicho cha ndani. Akapiga teke, mlango ukatingisika. Ndani kulikuwa kimya. Akapiga teke la pili, mara hii mlango ukapasuka kidogo. Alitoa ishara kwa wanajeshi wake kusogea nyuma, kisha akainua bunduki yake na kuingia kwa hatua ya haraka. Ndani ya chumba, macho ya Amin na Arube yakakutana. Ilikuwa sekunde chache tu, lakini zilitanda kama masaa. Arube akasema kwa sauti ya kuamuru, "Amin, umetesa taifa letu vya kutosha. Jisalimishe sasa, ama utakufa hapa." Amin hakujibu mara moja. Uso wake ulionyesha hofu iliyochanganyika na ghadhabu. Akashika bastola yake kwa nguvu zaidi, lakini mikono yake ilitetemeka. Aliangalia upande wa dirisha dogo lililokuwa wazi kidogo, kama mtu aliyekuwa akitafuta njia ya kutoroka. Kwa sekunde chache kulikuwa kimya kizito. Wanajeshi waliokuwa nyuma ya Arube walinyamaza, wakingoja kuona kiongozi wao atakavyoshughulikia dikteta huyo. Kisha ghafla, risasi ikapiga. Sauti ya mlipuko wa risasi ikapiga hewani na mwili wa Arube ukatikisika. Risasi ilikuwa imetoka kwa askari wa ulinzi aliyejificha nyuma ya pazia, mtu aliyekuwa mtiifu kwa Amin hadi mwisho. Risasi ilimpiga Arube kifuani, damu ikamwagika kwenye sakafu ya marumaru. Askari wake walipiga kelele, "Brigedia," na kurusha risasi ovyo ndani ya chumba. Lakini ilikuwa tayari. Arube alitetemeka, akishika kifua chake kwa mikono miwili, kisha akaanguka chini taratibu. Macho yake yaliendelea kumtazama Amin, kana kwamba yalikuwa yakimlaani hata alipokuwa akivuta pumzi zake za mwisho. Amin, akitumia sekunde hizo za machafuko, alikimbilia upande wa mlango wa nyuma. Askari wake wa ulinzi walimfunika, wakifyatua risasi ili kuwazuia wapiganaji wa Arube kusogea karibu. Ndani ya dakika chache, dikteta huyo alikuwa amepotea gizani, akitokomea kupitia njia ya siri iliyojulikana na wachache pekee. Ndani ya jumba, moshi ulizidi kujaa. Mwili wa Arube ulilazwa sakafuni, damu ikitiririka kwenye marumaru. Wanajeshi wake walijaribu kumuinua, lakini waligundua kuwa maisha yalikuwa yakimtoka. Kwa pumzi ya mwisho, Arube alinong'ona maneno ambayo waliokuwa karibu walimsikia. "Uganda lazima iokoke, hata bila mimi." Kisha macho yake yakafumba, mwili wake ukawa mzito. Ndani ya ikulu ya Kololo, na ndoto ya mapinduzi ilikuwa imevunjika. Askari waliokuwa wamemfuata kwa matumaini walianza kuchanganyikiwa. Wengine walipiga risasi hewani kwa hasira, wengine walilia, lakini ukweli ulisimama mbele yao. Kiongozi wao alikuwa amekufa na Amin alikuwa ametoroka. Nje ya ikulu, milio ya risasi ilizidi. Vikosi vilivyokuwa bado vikisubiri amri kutoka kwa Arube vilianza kusambaratika. Bila uongozi, walishindwa kuendelea mbele.
Askari wa Amin waliokuwa wamejipanga upya wakazidi kuimarisha mashambulizi yao. Kampala ilibaki kuwa jiji la hofu. Milio ya risasi ilisikika mpaka alfajiri, lakini hatima ilikuwa tayari imeamuliwa. Mapinduzi yalikuwa yamegonga mwamba, na damu ya Brigedia Charles Arube ilikuwa shahidi wa kushindwa huko Koin. Alfajiri ilipoanza kuchomoza juu ya anga la Kampala, moshi mzito wa baruti ulikuwa bado unazunguka juu ya Kololo na mitaa iliyo karibu. Mtaa mzima ulionekana kama jiji lililokumbwa na radi kali usiku kucha, vioo vya madirisha vimevunjika, milango imeporomoka, na sakafu za barabara zikiwa na alama za risasi zisizo na idadi. Wakati nuru ya kwanza ya jua ilipoonekana, ilifichua picha ya kusikitisha. Miili ya askari wa pande zote mbili ikiwa imetapakaa kwenye majani na barabara za kifahari zilizoelekea ikulu. Lakini kilichoonekana zaidi kuliko yote ni pengo lililoachwa na kifo cha Brigedia Charles Arube. Kwa wanajeshi waliokuwa wamemfuata, ndoto yao ilikuwa imesambaratika ghafla kama kioo kilichopasuliwa. Walikuwa wameamini katika mpango wa kumwondoa Amin, walikuwa wameona tumaini jipya likiibuka, lakini sasa walibaki wakiwa wamechanganyikiwa na hofu. Kiongozi wao alikuwa ameuawa ndani ya ikulu, na dikteta aliyemlenga alifanikiwa kutoroka kupitia njia za siri. Kule nje ya ikulu, vikosi vya Arube vilianza kusambaratika. Wengine walijaribu kuendelea kupigana, lakini bila uongozi thabiti, walikosa mwelekeo. Jeshi la Amin, ambalo lilikuwa limechukua muda wa kujiimarisha tena baada ya kushangazwa kuu, sasa lilirudi kwa nguvu mpya. Makamanda waaminifu walipiga kelele za amri: kimbizeni hawa waasi, hakuna huruma, hii ni amri ya rais. Askari wa Amin walipiga risasi bila kikomo, wakiminia risasi kwa wapiganaji waliokuwa bado wakipigana upande wa pili. Baadhi ya wanajeshi wa Arube walikimbia kuelekea viunga vya jiji, wengine wakatafuta maficho kwenye nyumba za raia, lakini wengi walikamatwa na kuuawa papo hapo. Kwa raia wa Kampala, siku hiyo ilikuwa mwanzo wa jinamizi jipya. Wengi walikuwa wametoka kwenye nyumba zao alfajiri, wakitazama kwa tahadhari kuona kilichokuwa kimeendelea usiku kucha. Lakini walichoshuhudia kilikuwa cha kutisha zaidi. Askari wa Amin wakipita mitaani wakiwa na nyuso kali, wakifyatua risasi hewani, wakikamata mtu yeyote waliyemtilia shaka kuwa alihusiana na mapinduzi. Hapo ndipo sauti ya uoga ilianza kutanda. Watu walikuwa wakinong'ona majumbani, mapinduzi yameshindwa, Amin amebaki, sasa kutakuwa na kulipiza kisasi. Ndani ya kambi za kijeshi, taarifa zilienea kwa kasi. Wanajeshi waliokuwa wametegemea kuona mabadiliko walihisi moyo ukididimia. Baadhi yao walikuwa tayari wameonyesha huruma kwa Arube kwa sababu walikuwa wamechoshwa na ukatili wa polisi wa kijeshi. Lakini sasa walijua ukweli, nguvu za Amin bado zilikuwa imara, na yeyote aliyedhani vinginevyo angechukuliwa kama msaliti. Idi Amin mwenyewe, baada ya kutoroka kupitia njia ya siri, alikutana na vikosi vyake vya karibu nje ya jiji. Hapo ndipo alipoanza kujikusanya upya, akitafuta namna ya kudhibiti hali kabla habari zisambae zaidi. Kwa ghadhabu, alitoa amri za moja kwa moja. Hii ilikuwa usaliti wa ndani. Wote waliokuwa na mkono ndani yake lazima wachukuliwe hatua kali. Hakuna atakayeachwa. Hasira ya Amin iligeuka kuwa kampeni ya kulipiza kisasi. Alianza kwa kuamuru msako mkubwa wa wanajeshi wa kabila la Kakwa na Lugbara, wengi wao wakiwa Wakristo, kwa madai kwamba walikuwa wameunga mkono Arube. Mamia ya askari walikamatwa. Wengine walipigwa risasi hadharani, wengine walichinjwa kikatili, wengine walitupwa kwenye mto Nile wakiwa hai, wakitupwa mbele ya mamba waliokuwa tayari kwa mawindo. Ripoti kutoka mashuhuda zinasema kuwa wengine walichomwa moto wakiwa hai baada ya kumwagiwa petroli, huku wengine wakipigwa risasi kwenye magoti kisha kuachwa wafe kwa maumivu makali. Kwa muda wa wiki chache baada ya kushindwa kwa mapinduzi hayo, zaidi ya askari 500 waliuawa kwenye msako huo wa kulipiza kisasi. Lakini cha kushangaza ni kwamba Amin hakuwaangamiza wote. Baadhi ya waliokuwa wamemuunga mkono Arube walionekana kuwa maarufu sana au walikuwa na uungwaji mkono mpana ndani ya jeshi. Kwa hivyo, ili kuepusha uasi mwingine, Amin alilazimika kuonesha msamaha wa kipekee. Baadhi ya majenerali waliokamatwa waliachiwa huru baada ya muda, wengine wakapewa nyadhifa mpya ili kuwadhibiti zaidi. Kifo cha Arube kilibadilisha upepo wa siasa ndani ya Uganda. Kwa mara nyingine, ilikuwa ishara kwa wanajeshi wote kwamba kumgusa Amin haikuwa rahisi. Lakini pia ilionyesha udhaifu wa kipekee, kwamba upinzani ulikuwa unakuwa hata ndani ya jeshi lake, kitu ambacho kilimlazimu kuongeza tahadhari zaidi. Katika nyumba za raia, simulizi za usiku wa Kololo ziliendelea kuzungumzwa kwa sauti za chini. Watu walikumbuka milio ya risasi, vumbi lililojaa hewani, na mwanga wa bunduki uliochana anga ya usiku.
Walikumbuka jina la Brigedia Arube, jina lililogeuka kuwa nembo ya ujasiri na uasi dhidi ya hofu. Hata wale waliokuwa wamemjua kwa mbali walianza kumzungumzia kama shujaa aliyekufa kwa ajili ya taifa. Lakini kwa Amin, usiku ule ulikuwa funzo na nafasi. Alijua wazi kuwa mapinduzi yale yangeweza kufanikiwa kama sio kwa bahati ya risasi moja iliyompiga Arube. Kwa hivyo akaanza kujenga mfumo mpya wa ulinzi, akibadilisha makamanda na kuhakikisha kila jeshi lililokuwa karibu na mji mkuu liliwekwa mikononi mwa watu wake waaminifu zaidi. Mapinduzi ya Arube yalishindwa, lakini hayakufa kabisa. Yalibaki kama alama ya upinzani wa ndani, yakimkumbusha Amin kila mara kuwa hata katika ikulu yake yenye ulinzi mkubwa, alibaki mtu mwenye damu na udhaifu. Wiki chache baada ya usiku ule wa Kololo, Uganda ilijikuta ikitumbukia kwenye giza lenye hofu kubwa zaidi ya awali. Kifo cha Brigedia Charles Arube hakikumaliza tu jaribio la mapinduzi, bali kilifungua mlango wa kipindi kipya cha ukatili na mateso yaliyopangwa kwa makusudi na Rais Idi Amin. Kwa raia wengi, jina la Arube lilibaki kama alama ya matumaini yaliyokatishwa ghafla. Lakini kwa Amin, kifo chake kilikuwa ni kisingizio cha kuanzisha operesheni ya kuua na kusafisha wale aliowashuku. Huo ulikuwa mwanzo wa kile kilichoitwa kimya kimya, kampeni ya kulipiza kisasi ya Kololo. Msako mkubwa. Mara baada ya kuthibitisha kuwa Arube ameuawa, Amin alitoa amri kali: wale wote waliokuwa wamehusiana na brigedia huyo kwa namna yoyote lazima wachukuliwe hatua. Usiku wa pili baada ya tukio, vikosi vya polisi wa kijeshi vilitawanika kote Kampala na viunga vyake. Waliingia majumbani kwa wanajeshi waliokuwa wa kabila la Lugbara na Kakwa, wakivunja milango, wakitupa vitu nje na kuwakamata wanaume bila kuuliza maswali. Kwa kila nyumba walioingia, milio ya vilio na mayowe ilisikika. Wengi walikamatwa mbele ya wake zao na watoto wao, wakipigwa kofi, ngumi na mateke kabla ya kufungwa mikono nyuma ya mgongo na kusukumwa kwenye malori ya kijeshi. Kwa wengine, hakuwepo hata muda wa kuwasafirisha. Walipigwa risasi pale pale na miili yao kuachwa barabarani kama onyo kwa wengine. Mauaji ya hadharani. Katika kambi za jeshi, hukumu za haraka zilitolewa. Askari waliokuwa wakishukiwa kwa uhusiano wowote na Arube waliletwa mbele ya vikosi vyao, wakasimamishwa mstari na bila kesi wala mashauri walipigwa risasi mbele ya wenzao. Tendo hili lilikuwa na ujumbe wa wazi: yeyote atakayejaribu tena kumpinga Amin atakutana na hatima ya kikatili. Mashahidi wa wakati huo walieleza kuwa mara nyingi hukumu hizo zilifanywa kwa sherehe ya kutisha. Wakati mwathiriwa akielekea kwenye kifo, askari waaminifu kwa Amin walipiga kelele za kejeli, wengine wakicheka, huku wengine wakirushia risasi hewani wakipiga kelele: Mungu ibariki Uganda, rais aishi milele. Mauaji ya siri, lakini si kila kifo kilikuwa cha hadharani. Mamia ya wengine walichukuliwa kimya kimya, wakapakiwa kwenye magari yaliyokuwa yamefunikwa na kutoweshwa. Baadaye ilijulikana kuwa wengi wao walichinjwa kikatili ndani ya kambi za siri. Wengine wakachinjwa kwa mapanga, wengine wakabebwa wakiwa hai na kutupwa moja kwa moja ndani ya mto Nile. Mto huo mkubwa uliokuwa chanzo cha maisha kwa mamilioni ya watu uligeuzwa kuwa kaburi la siri. Mamba waliokuwa ndani yake walipokea miili kwa wingi na kuufanya mto uwe nembo ya hofu ya enzi ya Amin. Wengine walifungwa mawe shingoni na kutupwa ndani ili kuhakikisha miili yao haionekani tena. Hofu kwa raia Kampala iligeuka jiji la kimya. Barabara ambazo zamani zilijaa biashara na furaha zilipungua kwa kasi. Maduka yalifungwa mapema, watu waliepuka kukusanyika, na kila mtu alijifunza kuishi kwa macho na masikio makali. Majirani walikoma kuzungumza kwa uhuru, kwani haikujulikana nani alikuwa mpelelezi wa serikali. Familia za wanajeshi waliokuwa wametuhumiwa zilikimbilia vijijini, wengine wakatorokea nchi jirani. Lakini hata huko walihisi hofu ikiendelea kuwafuata. Askari wa Amin walivuka mipaka mara kwa mara, wakitafuta usaliti popote pale ulipokuwa umejificha. Amin akiimarisha utawala kwa upande mwingine. Amin alitumia jaribio la mapinduzi lililoshindikana kama kisingizio cha kuimarisha zaidi mamlaka yake. Alifanya mabadiliko makubwa kwenye jeshi. Makamanda wapya waliwekwa, hasa wale waliokuwa na uhusiano wa damu naye au makabila aliyoyaamini. Kila kikosi muhimu kilitolewa kwa watu aliokuwa na imani nao kabisa. Aliwaweka askari waaminifu kwenye kila kona ya taifa, na aliunda mtandao wa kijasusi uliokuwa na nguvu zaidi. Mtu yeyote aliyetiliwa shaka, hata kama ni uvumi tu, aliweza kutoweka ndani ya masaa machache. Kumbukumbu za huzuni. Kwa waliokuwa wameshuhudia usiku wa Kololo, kumbukumbu zilikuwa ngumu kufutika. Walikumbuka sura ya Brigedia Arube, jasiri lakini pia mwenye huzuni, akitoa pumzi zake za mwisho huku akitamka maneno:
Uganda lazima iokoke. Wengi walihisi kuwa taifa lao lilikuwa limepoteza fursa ya dhahabu ya kujiokoa. Kwa upande wa Amin, alikuwa amefanikiwa kudumu tena madarakani, lakini ndani ya moyo wake alibaki na kumbukumbu moja, kwamba hata ndani ya ngome yake kulikuwa na watu waliothubutu kumfikia na kutaka kumtoa. Kumbukumbu hiyo ilimfanya kuwa mkali zaidi, akiamini kila mtu kuwa adui. Kwa hivyo kila hatua aliyochukua baada ya hapo ilitawaliwa na woga, shaka na hasira. Na kwa taifa la Uganda, kipindi hicho kilikuwa mwanzo wa dhoruba kubwa zaidi. Dhoruba iliyojengwa juu ya damu na machozi ya wale waliopoteza maisha baada ya kushindwa kwa mapinduzi ya Brigedia Arube. Sehemu ya mwisho, kifo cha Arube, ushuhuda wa Kiemba na ukatili wa baada ya mapinduzi. Mara baada ya kushindwa kwa jaribio la mapinduzi ya Machi 1974, historia ya Uganda iliingia kwenye moja ya sura zake za giza zaidi. Tukio la Kololo liliishia kwa kifo cha Brigedia Charles Arube, lakini yaliyofuatia baadaye yalisimika mizizi ya hofu ya muda mrefu. Mwili wa Arube hospitali ya Mulago. Kulingana na Henry Kiemba, aliyekuwa waziri wa afya katika serikali ya Idi Amin, mwili wa Arube ulipelekwa moja kwa moja katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Mulago. Ni hapo ambapo tukio la kushangaza lilitokea. Amin alifika binafsi hospitalini, akasisitiza kuingia ndani ya chumba cha maiti akiwa peke yake. Alikaa humo kwa takribani dakika 3 akitazama mwili wa adui yake mkuu aliyeshindwa. Kiemba alidai kwamba wakati huo huenda Amin alifanya tendo la kutisha. Alikunywa walikula damu ya Arube. Ingawa ushahidi wa moja kwa moja haujawahi kuthibitishwa, uvumi huu ulisambaa haraka na kuongeza taswira ya Amin kama kiongozi wa kikatili na wa kishirikina. Kwa raia na hata wanajeshi, simulizi hilo liliimarisha hofu kwamba rais wao si tu mtu wa mabavu, bali pia mtu wa siri za giza. Mauaji ya makabila ya Lugbara na Kakwa baada ya kifo cha Arube, Amin hakuridhika tu na ushindi wake. Alitoa amri ya kusafisha jeshi, akiwalenga askari kutoka makabila mawili makuu, Lugbara na Kakwa. Wengi wao walikuwa Wakristo na walishukiwa kwa sababu ya uhusiano wao wa kikabila na Arube au kwa tuhuma za kutokuwa waaminifu kwa serikali. Taarifa za wakati huo zilisema kuwa zaidi ya wanajeshi Pinfendetet waliuawa kwa mbinu zisizo za kibinadamu. Wengine walipigwa risasi kwa firing squad mbele ya wenzao. Baadhi walipigwa risasi magotini na kisha kuachwa wafe kwa kutokwa damu. Wengine walichukuliwa wakiwa hai na kutupwa ndani ya mto Nile, wakinyamazishwa na mamba waliokuwa tayari. Baadhi walinyunyiziwa petroli na kuchomwa wakiwa hai. Hizi njia za kuuawa hazikuwa ajali, bali zilipangwa kwa makusudi ili kueneza hofu na onyo kali. Yeyote atakayejaribu tena kumpinga Amin atakutana na kifo cha kikatili zaidi. Operesheni ya kulipiza kiasi. West Nile haikutosha kwa Amin kuwa wanajeshi peke yao. Amri yake iliendelea hadi kwenye raia. Vikosi vyake vilivamia eneo la West Nile, wakilenga jamii zilizohusishwa na Lugbara na makabila mengine yaliyoshukiwa kushirikiana na Arube. Hapo ndipo mateso ya kikatili yaliendelea. Nyumba zilichomwa, wanaume walikamatwa na kuuawa hadharani, wanawake walibakwa na vijiji viliharibiwa. Hofu ilienea na maelfu ya watu walilazimika kukimbilia Sudan kama wakimbizi. Kwa muda mfupi tu baada ya Kololo, taifa lote liligeuka kuwa jukwaa la mateso na hofu. Jeshi halikuonekana tena kama chombo cha ulinzi, bali kama silaha ya kutisha inayotumikia mtu mmoja tu. Urithi wa giza, ushuhuda wa Henry Kiemba kuhusu Amin kukaa peke yake na mwili wa Arube, na uvumi wa kitendo cha unyama wa kunywa damu, ulijenga hadithi ya kiongozi aliyekuwa tayari kuvuka mipaka ya utu kwa ajili ya mamlaka. Mauaji ya wanajeshi Lugbara na Kakwa, pamoja na operesheni za kulipiza kisasi dhidi ya raia wa West Nile, yalionyesha wazi kuwa kushindwa kwa mapinduzi hakukuwa mwisho wa wizi, bali mwanzo wa wimbi jipya la ukatili. Kwa historia ya Uganda, kipande hiki kilibaki kuwa alama ya mateso, na wakati huo huo kumbukumbu ya mwanzo wa kuporomoka kwa imani ya watu kwa utawala